kamwe hauwezi kumshinda adui kwenye udhaifu wako. Adui anashindwa kwenye uimara wako. Tambua udhaifu wako ili adui asikushinde kwenye udhaifu wako. Kitabu cha Wafilipi sura 4 mstari wa 13, Biblia inasema ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Uimara ni uwezo wa kusimama imara bila kutikisika. Uwe wakati wa majaribu, uwe wakati wa upinzani, uimara unakusaidia kusimama hata wakati wa kukatishwa tamaa. Huo uimara wenyewe unaendelea. Stability. Huwezi kuwa imara kama hakuna chanzo kinachokupatia huo uimara. Uimara unapatikana kwa Bwana. Ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Nguvu zinapatikana kwa mwenye chanzo cha kutia nguvu. Ninakuchanganya. Uimara sio kutikisika. Uimara sio kukutana na changamoto. Hapana, uimara ni kushindwa na shida yoyote inayoweza kukuangusha. Kwa nini uimara? Kwa nini tunahitaji uimara? Kwa sababu huwezi kumshinda adui kwenye udhaifu wako. Huwa tunashinda vita kwenye uimara wetu. Uimara ni muhimu kwenye maisha yetu ya kiroho. Ili kumshinda shetani ni muhimu. Biblia iliposema mpingeni shetani naye atawakimbia. Hauwezi kumshinda shetani akakukimbia kwenye udhaifu. Lazima kuwe na uimara. Majaribu hayakwepeki kwenye maisha yetu, yapo kila siku, lakini uimara utajenga ushuhuda kushinda hizo nguvu. Ukiwa imara utajenga ushuhuda kwamba nilishinda, kwa sababu stability, uimara ulijengwa. Hata hivyo, teolojia inasema uimara ni neema unayowezeshwa na Mungu kwa muumini kuweza kustahimili au kudumu kuendelea katika imani yako ya kweli. Licha ya majaribu, licha ya mateso, licha ya changamoto, neema hiyo ya Mungu inakuwezesha kuwa imara kati ya upinzani na kusaidia kushinda. Stability. Omba uimara kwenye maisha yako ya kila siku. Usiseme sisi ni wadhaifu tu. Udhaifu usitajwe kwenye maisha yetu. Uimara ndio utajwe. Tuombe uimara, tuyaweze mambo. Usiishi kwenye maisha ya kusema siwezi, nimezaliwa hivyo hivyo, familia yetu wako hivyo hivyo. Omba uwezo, stability, uimara wa kuweza mambo katika maisha.